Habari ya muda huu. Mimi naitwa Francis Jackson kutokea kampuni ya Bagamoyo Affordable Plots. Na leo niko na mtaalamu wa sheria kwenye masuala ya ardhi kutokea kampuni ya Bagamoyo Affordable Plots. Atajitambulisha yeye mwenyewe. Karibu sana. Asante sana Mr. Francis. Kwa majina ninaitwa Beatrice Chediel. Ni mtaalamu wa sheria kwenye masuala ya ardhi. Kumiliki ardhi ni kitu kingine, kujua sheria ni kitu kingine. Twende pamoja katika kipindi chetu hiki ukapate kujifunza yaliyo mengi. Wow, hongera sana Beatrice. Nafikiri leo ni wakati sahihi wa mimi kujua majibu yote kuhusiana na sheria kwenye upande wa ardhi. Kabla hatujafika mbali, kuna swali moja ambalo nilikuwa nataka nikuulize. Ni vitu gani ambavyo mteja anatakiwa kuzingatia anapotaka kununua kiwanja kupitia kampuni? Nafikiri hili swali limekaa kisheria zaidi, na wewe uko hapa leo, tunaweza tukapata majibu yote. Karibu. Asante sana. Kuna vitu vya msingi ambavyo mteja anatakiwa kuvifahamu kabla hajanunua eneo, aidha kwa kampuni au hata kwa mtu binafsi. Okay. Lakini kwa kuwa umeniuliza kuhusiana na kampuni, nitakujibu sawa sawa na vile ulivyouliza. Ndio. Kwanza mteja anatakiwa ajue hiyo kampuni kweli imesajiliwa au hiyo kampuni ni halali na inaruhusiwa kufanya hiyo biashara ya kuuza na kununua maeneo, au wanaita real estate agents. Je, wanafanya hiyo kazi? Akishajiridhisha kupitia mamlaka husika, kwa mfano BRELA, au pia akicheki na leseni, akiwa ana engage na hiyo kampuni, anaangalia leseni zao kwamba kweli hao watu ni halali na wanafanya hii biashara, hiyo ni hatua ya kwanza. Okay. Lakini umesema kwamba atajiridhishaje hiyo kampuni kwamba ni wanahusika na hiyo ardhi? Lazima mteja ajue kwamba umiliki wa ile ardhi anayotaka kununua kweli ni wa hiyo kampuni au sio wa hiyo kampuni, kwa sababu unaweza kukuta makampuni mengine yanaingia mkataba na maeneo mengine ya watu kuwauzia. Kwa hiyo lazima kuna documents muhimu ambazo zinatakiwa ziwepo kuonyesha kweli uhusiano wa ile ardhi na kampuni, kama ni wanamiliki au wanafanyia watu kazi ya kuwauzia. Hicho ni cha msingi. Ila pia mteja utakiwa kuishia tu kuchunguza kampuni ni halali au ile mali kweli ni ya kwake mwenye kampuni na anaiuza. Unatakiwa pia uende hata ofisi za ardhi kutaka kujua uhusiano wa ile kampuni na eneo husika, kwa sababu inaweza ikawa ni kampuni inayochangia migogoro mingi pale katika lile eneo kuhusiana na masuala ya ardhi. Kwa ni vizuri pia mteja ukajiridhisha zaidi, ukaenda katika halmashauri ya wilaya husika kwenye ofisi za ardhi kutaka kujua juu ya lile eneo unalotaka kununua, lakini pia juu ya hiyo kampuni unataka kujihusisha nayo kufanya hayo manunuzi.